Tunakualika kama ilivyo ada na kawaida, kila baada ya mechi za Chelsea kumalizika, tunatoa tathmini, tunajadili na tunachambua kwa namna mchezo ulivyomalizika. Kama unavyofahamu, leo Chelsea walikuwa na mchezo wa nusu fainali, mchezo wa mkondo wa pili, kwa maana kulikuwa na mchezo wa mkondo wa kwanza ambapo Chelsea tulipoteza magoli 3-2. Kwa hiyo leo ulikuwa ni mchezo wa marejeano ambao ulipigwa katika uwanja wa Emirates, Arsenal akiwa mwenyeji akafanikiwa kushinda goli 1-0. Kwa maana hiyo ni rasmi, Chelsea tayari tumetoka kwenye michuano ya Carabao Cup. Nipo mimi Manti, nipo pamoja na Amani, lakini bila kumsahau nipo na Saul kwa ajili ya kujadili na kuchambua dakika 90 zilivyokuwa. Tuanze na selection ya kikosi. Nianze na Amani. Tumeona leo Chelsea tumeanza na kikosi ambacho zaidi ya 80% mashabiki hatukutegemea kama kingekuwa kikosi cha aina ile, lakini mwalimu Liam Rezeni ameanza vile. Tuanzie hapo, selection ya kikosi iliyoanza, kwa maana first 11 ilikuwa chanzo cha mchezo huu kufanya kuwa mgumu na mwisho wa siku kupoteza. Amani. Naam, kwanza kabisa kama ulivyosema, ni kitu ambacho wote hatukutegemea, kuanzia mashabiki na kila mtu ambaye anaangalia mpira. Hatukutegemea hichi kitu kama kinaweza kutokea. Na ni kwa nini? Kwa aina ya formation iliyoanza, lakini aina ya wachezaji walioanza. Leo tumeona kocha Liam Rezeni ameweza kuanza kwenye mechi ambayo tulikuwa tunahitajika kupata goli ili kuweza kuweka uzani sawa na pengine kuweza kupambana zaidi ili kuweza kufika hatua ya nusu ya finali ya Carabao Cup. Na namna yeye alivyoanza nchi kikosi, kwa maana kucheza na back 3 akiwa anacheza mfumo wa 3-5-2, ni kitu ambacho kiliwashangaza wengi, lakini majukumu ambayo yalikuwa yametolewa uwanjani, naweza nikasema kwa namna moja ama nyingine ndio yalizidi kushangaza wengi. Alianza kwa mara ya kwanza kabisa bila winga yoyote uwanjani, lakini akitumia zaidi wingback kwa maana ya Malo Gusto pamoja na Marco Correa. Na pia mbele akiwa Liam Delap anacheza kwa upande wa kulia, na Joao Pedro akiwa anaonekana zaidi kama namba 9 ambaye ana drop down kwenda kupokea mipira. Kwa namna ya kikosi alivyokipanga, idea yake naweza kusema kwa namna moja ama nyingine ilikuwa ni nzuri, lakini kwa mechi kama hii na wapinzani wa aina ya Arsenal, lakini licha tu ya wapinzani aina ya Arsenal, tukiangalia namna offensive players wao waliokuwepo kwa maana ya Noni Madueke, Victor Gyökeres pamoja na Gabriel Martinelli, lakini pia ukiangalia namba 10 wao Ebere Eze, kwanza ni wachezaji wapo ambao ni kama watatu hivi ambao sio wachezaji ambao wanaanza mara kwa mara. Kwa lineup ambayo alipanga kocha kwa namna moja ama nyingine sikuelewa zaidi, kama ikiwa timu kama Chelsea inaenda kucheza na Arsenal na ikiwa inahitaji matokeo kwa Arsenal ambayo imekuwa bora sana msimu huu, kwanza na kikosi kama hichi, kwa namna moja ama nyingine imetia mashaka, na mwisho wa siku tumekuja kupoteza mechi hii kwa goli 1-0, na tumeweza kutolewa kwenye hatua ya nusu finali, na Arsenal wanaenda kucheza hatua ya finali. Amani, labda ungetuambia kwa namna mfumo ulivyokuwa ukifanya kazi. Kuna wakati ulitegemea kwamba ule mfumo ambao mwalimu alianza nao kwamba ulikuwa na lengo la kutafuta goli, na labda unahisi mwalimu alifikiria njia gani ya kuweza kupata goli kwa mujibu wa kikosi ambacho ameanza nacho? Naweza nikasema kwa mechi kama hii, kwanza kwa mfumo alivyoanza nao mwalimu, kwanza kabisa alitaka kutengeneza compact shape ambayo ingewafanya viungo wa Arsenal kuweza kustruggle zaidi kwenye kuvuta, lakini kupitisha pasi, kuifungua safu ya kiungo chetu kwa maana Declan Rice, Martin Zubimendi pamoja na Ebere Eze, lakini pia kuweka idadi kubwa ya wachezaji nyuma pale ambapo Arsenal wanaenda kushambulia kutokana na offensive players wao kuwa bora sana. Kwa hiyo kwenye mfumo kama huu mwalimu yeye kwanza kabisa nadhani alitegemea moment zaidi, kwa maana akisha win sehemu karibu zote za uwanja, kitu ambacho alifanikiwa kwa kipindi cha kwanza, basi alitegemea moments kutoka kwa wachezaji kama Marco Correa ambao walikuwa wanatumika kama offensive sana leo, lakini pia Malo Gusto, Joao Pedro, Enzo Fernandez pamoja na Liam Delap. Lakini kutokana na quality ya wachezaji ambao wapo, kwa maana Liam Delap kwanza hakuwa na performance nzuri uwanjani na ilikuwa ni kama liability ambayo kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema ili downgrade kile ambacho kocha anakitegemea. Lakini pia ukiangalia kwa namna Arsenal walivyokuwa wanatengeneza shape yao huku nyuma, wanavyo defend wapo karibu sana,
kutokana na kukosa wachezaji ambao ni creative kama Kofama pamoja na Estevao kwenye kipindi cha kwanza, ilikuwa inategemea ugumu sana. Na nadhani kwa kiasi kikubwa kwenye mfumo wa leo ambao alianza nao kipindi cha kwanza, kocha alikuwa anategemea zaidi moment, kwa maana kwa pin back Arsenal, usiwape nafasi, utakapopata nafasi nenda katumie nafasi. Na hii ilikuwa ni uwiano, kutaka uwiano wa kushambulia pamoja na kukaba uwe mzuri, kwa maana ukiangalia kwenye mechi iliyopita ambayo tulikuwa tunacheza kwenye shape halisi ya 4-2-3-1, kuna magoli ambayo tuliruhusu ilikuwa ni ya hovyo sana, japokuwa ilikuwa so mistakes za mabeki au viungo, ilikuwa ni mistake ya goalkeeper, lakini tafsiri ni kwamba tulikuwa tunafikiwa sana, na kama tukifikiwa sana ina maana tunafanya makosa mengi ambayo yanaweza kazalisha magoli ambayo tunaweza tukajilaumu baadaye. Kwa hiyo alichokuwa anajaribu kuavoid kwenye mechi ya leo kilikuwa ni hicho sana sana, na kuweza kutumia moment ambapo kwa kiuhalisia quality ya mchezaji kama Gusto hicho kitu hakikuweza kutulipa, na ndio maana tulikuwa tunaona Liam Delap alikuwa anashuka mpaka upande huo ambapo anacheza Gusto, na Gusto kuna muda anaingia ndani ili kuweza tu kujaribu kufanya namna ambayo inaweza katengeneza shambulizi zuri. Lakini pia ukiangalia kwa Marco Correa na Enzo Fernandez walikuwa wanajaribu namna zote, lakini ilikuwa ni ngumu sana kwa timu kama ya Arsenal kuweza kuifungua kiurahisi hivyo, kutokana na wachezaji ambao wako nao, kiungo ambacho wako nacho. Ukiangalia quality ya Declan Rice, Martin Zubimendi, lakini pia Ebere Eze pale katikati, ilikuwa inatia wakati mgumu sana kwa viungo wetu kuweza kuwafungua. Kwa hiyo kwenye mfumo wa leo, hasa kipindi cha kwanza kocha alitegemea zaidi moment, na pengine kipindi cha pili ndo yale mambo ambayo yakutaka sasa tufunguke zaidi na kuweza kucheza mpira wetu ambao tuliozoea, lakini unfortunately haikuwa bahati kwetu, na mwisho siku tumeweza kupoteza mechi hiyo. Tumekwenda Emirates tukiwa tunadaiwa, kwa maana tumepoteza mchezo wa mkondo wa kwanza, alafu mwalimu unaenda kuanza na kikosi cha namna ile. Labda kwa upande wako nahisi ni nini hasa mwalimu alichokifikiria kikosi alichoanza nacho, kwa malengo ya kwamba labda tungepindua meza kwa kikosi cha namna ile? Kwanza kabisa naweza nikasema mwalimu ni kama aliwachukulia tahadhari sana Arsenal kwa kwenda na kile kikosi, kwa sababu ukiangalia kikosi kilichoanza, unaangalia yani tulikuwa tunaenda ku defense moja kwa moja. Wakati huo tunapokuwa tunaenda kushambulia, unaona kabisa hamna wachezaji ambao walikuwa na ubunifu au utulivu ambao unaweza ukafanya timu ikatulia na tukaweza kutengeneza nafasi tukapata goli. Kwa hiyo mimi nadhani mwalimu aliwahofia sana Arsenal mpaka akaamua kwenda na kikosi hicho cha mabeki watano hapo nyuma, alafu katikati walikuwa na viungo wawili, kule juu tulikuwa na wachezaji wawili. Kwa hiyo hii ilimpa mechi ngumu, kwa sababu ukiangalia alivyokuwa anacheza Delap alikuwa anacheza pembeni sana, alafu bado ule upande aliokuwa anacheza alikuwa ana impact yoyote kwa sababu ya sehemu ambayo alikuwa anacheza. Yetu ishazoea pale anasimama kama center striker, lakini sasa kwenda pembeni kwenye yale majukumu, mwisho wa siku pasi zilikuwa zikienda kule, hamna lolote alilokuwa anafanya, mwisho wa siku anarudisha nyuma. Mimi nadhani mwalimu angeenda selection ya winga mmoja asilia, angalau kipindi cha kwanza kingekuwa na uhai, kwa sababu tumekosa uhai kipindi cha kwanza ni kwa sababu hiyo. Kwanza hatakuwa na winga ambaye ni asilia, hiyo ikapelekea ugumu sana kwa Malo Gusto na Kukulela kwenda kuoverlap. Ilikuwa ni kazi sana, kwa sababu Arsenal pembeni walikuwa na Madueke na Martinelli, wachezaji ambao wana speed sana. Kwa hiyo sasa iliwapa ugumu sasa wenyewe kwenda kutengeneza nafasi kule mbele. Kwa hiyo mimi nadhani mwalimu kwa selection yake ya kikosi cha leo ni kama alijichanganya mwenyewe. Angalau tu angeamua kumwanzisha hata Estevao au Garnacho kwenye wing moja, ili Delap awe ndani pale na Joao Pedro, angalau kungekuwa na uhai, tungeweza kupata chochote kitu. Lakini kuanza vile imeipa sana mechi ugumu. Mwisho wa siku tukabaki tu tunapiga pasi pale katikati, tunapiga pasi na Santos wanapiga pasi, lakini sasa mbele tukawa hatuna uhai. Kwa mimi nadhani selection ya mwalimu ilikuwa ni selection ya woga, na ndio maana kipindi cha kwanza tumeshindwa kufanya lolote tofauti na kipindi cha pili. Kwa hiyo yote nadhani mechi ilikuwa nzuri kwa dakika 45 za kwanza, mechi ilikuwa nzuri. Lakini pia tulivyorudi kipindi cha pili, baada ya kufanya mabadiliko, kuingia Cole Palmer na nadhani na Estevao,
mechi ilibadilika kwa sababu Arsenal sasa waliamua kukaa nyuma kutusubiri sisi tunafanyaje. Mwisho wa siku dakika zinaenda, tumeshindwa kufungua ile ngome yao. Cole Palmer kila akipiga pasi ndio hivyo tunashindwa kuifungua ngome yao. Alafu bado alivyokuja kuingia Garnacho ule upande wake, naye sasa mchango wake naye ukawa sio mdogo kama ule tuliotegemea. Mchango ukawa ni mdogo, hamna cross, hamna nini. Kwa mwisho wa siku mechi ikawa ni ngumu kwa sababu ya selection ya mwanzo kabisa ya kikosi. Lakini nadhani mwalimu angeanza na winga mmoja ambaye ni asilia kwenye selection yake, basi mechi nadhani kipindi cha kwanza tungeweza kutoka hata na bao moja, na au hata kama sio bao moja basi mechi basi ingekuwa nzuri, ingekuwa imechangamka sana. Lakini kwanza vile nadhani mwalimu mwenyewe sijajua alikuwa anatafuta nini, kwa sababu hii ilikuwa ni mechi ya kufanya comeback, kwa sababu tulikuwa tumeshapoteza tayari. Kwa hiyo sikujua mwalimu alikuwa anafikiria nini, lakini nadhani kikubwa kilichoua mechi ya leo hasa kwa dakika 45 za kwanza zile ilikuwa ni selection ya kikosi chake. Lakini kwa dakika 45 za pili nadhani baada ya kufanya sabu, sio wote tumeangalia kwamba mechi imebadilika, timu ikawa inacheza, Arsenal wakakaa nyuma. Lakini kuja kuruhusu goli dakika za mwisho, zile ni moment ambazo kweli zinatokea, kwa sababu sisi tulikuwa tunatafuta bao, kwa wachezaji wote walikuwa ni juu. Kwa kufungwa ile goli ni mistake tu za kawaida, lakini mwisho wa siku timu imecheza vizuri na tumekutana na mpinzani ambaye ni bora, Arsenal. Kwa hiyo tuwapongoze tu wachezaji wetu, lakini mwalimu kwa mechi zinazoendelea asiwe anapanga yani kikosi kwa kujaribisha kwamba kwa sababu ni mechi hii basi apake kikosi hichi labda kwa ajili ya kujaribisha mfumo wa manini. Hiyo inaweza ikatukosti huko mbele ya safari. Nacho, na kwa upande wako ulitegemea kuona kikosi cha namna hii kwa mwalimu Liam Rosenior, na umekionaje kikosi ambacho kimeanza na kile ambacho kilikuja kubadilika kipindi cha pili? Kwa mwalimu nafikiri yeye mwenyewe binafsi aliona approach ambayo itakuwa ni nzuri zaidi kuwakabili Arsenal. Nafikiri ni kuanza the way ambavyo ameanza, ila kwa mimi nilichokuwa nakitazamia kutokana na approach ambayo yeye alikuwa nayo, nafikiri walau tungekuwa na kati ya Estevao Willian ama Cole Palmer asaidie kule juu, kwa sababu Enzo Fernandez mara nyingi huwa ana control tempo ya mchezo, na tayari tuna double pivot ya Andre Santos pamoja na Moises Caicedo. Kwa hiyo hawa watatu wote wanakuwa sio wazuri kukutengenezea yale matukio ya kishambuliaji zaidi ya yote. Utakuwa unasubiri wonders kama alivyosema hapo Aman, kwamba coach kwa namna ambavyo ameingia alikuwa anahitaji zaidi moments ndio ili aweze kupata bao ama kushinda mchezo. Kwa hiyo nafikiri kwa timu kama Arsenal na the way ambavyo kikosi chao kipo ilikuwa ni ngumu, kwa sababu tulikuwa tuna defend vizuri, lakini mwisho wa siku tunakosa wale watu ambao wanafanya vitu viweze kutokea. Lakini baada ya kipindi cha pili kuingia kwa Estevao Willian pamoja na Cole Palmer, nafikiri kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuja kuonekana vinaongezeka kwenye game yetu. Kwa hiyo coach alifanikiwa kufanya analysis, lakini naona kama ilikuwa it's too late, kwa sababu kwa Arsenal nafikiri walikuwa vizuri sana kwenye shape yao ya ulinzi, ukizingatia maeneo ya katikati ambayo alikuwa anapatikana Declan Rice pamoja na Martin Zubimendi. Kwa sisi nafikiri ukiangalia viungo wetu wawili kwa maana ya Santos na Caicedo sio wazuri sana kwenye kutengeneza nafasi, na mara nyingi tulikuwa tunamuona Enzo Fernandez anarudi chini. Kwa hiyo mfumo ulitugharimu kwa nafasi kubwa, kwa sababu tulikuwa hatuna matukio mengi zaidi ya kishambulizi, zaidi ya tutegemee labda tupate corners ambazo labda utakuta kina Liam Delap ama Joao Pedro amehold mpira ndo matukio kama hayo yanatokea. Kwa hiyo ni kitu fulani ambacho sijajua yeye binafsi aliwaza nini, kwa sababu ni mechi ambayo ulikuwa unahitaji kujiriski kwamba aidha ufe ama ufanikiwe kwa kiwango kikubwa. Kwa mimi nafikiri nilitarajia kuona 4-2-3-1 kama ilivyo kawaida, though mwalimu alini surprise kwa kuanza na mabeki watatu, then mstari wa katikati ulikuwa na watu watano,
juu wakasimama Liam Delap pamoja na Joao Pedro. Kwa hiyo ni kitu fulani ambacho kilikuwa surprise sana. Kitu kingine ambacho mimi nilitamani ningekiona kwenye mchezo huu, nafikiri kama asingeanza na Cole Palmer, kwa maana ya kuongeza ule ubunifu kule juu, kwamba tuwe na Palmer na Enzo Fernandez ambao ni wazuri wa kupiga passes zile kwenye maeneo ya mwisho, nafikiri angejaribu walau kucheza na mabeki 4, viungo 2, alafu kama unatamani kuwa na ushambuliaji zaidi tuanze na Joao Pedro pamoja na Liam Delap, alafu flank zote mbili ziwe na watu wa kuwa stretch wale mafullback wa Arsenal na kuwapini muda mwingine, kwa sababu ukizingatia Arsenal mara nyingi hata ukiangalia movements zao kutokea pembeni pia zinakuaga na threat sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho mwalimu alikianalyze, ila kwa approach ya kushambulia ilikuwa inatugharimu sana, kwa sababu ukishakuwa na back 3 alafu na watu 5 kwenye mstari wa katikati, nafikiri unakuwa mzuri sana wakati wa kuzuia, kwa sababu unakuwa na idadi kubwa ya watu ambao wanakaa nyuma, kwa maana ya watu 5. Kwa hiyo approach ilikuwa nzuri kwenye kuzuia, na ndio maana hata goli mnaona muda ambao limepatikana la Arsenal ni muda ambao ulikuwa tayari, yani kwa namna yoyote Arsenal walikuwa wanapita. Kwa hiyo ni kitu fulani ambacho mwalimu sikujua yeye amewaza nini, na ni jambo kubwa ambalo limetugharimu sana kwenye mchezo wa leo. Amani, unamuhisi mwalimu kama ni muoga hivi? Ameonyesha ishara kwamba labda ni muoga kwenye kuzicheza mechi kubwa, jambo ambalo lilikuwa tofauti kidogo na kipindi cha Enzo Maresca. Chelsea inapokutana na timu kubwa inakuwa na asilimia kubwa sana kupata matokeo. Tumeshuhudia wakati wa mechi hizi za middle team ama timu ndogo, ndio wakati ambao tulikuwa tukipata shida sana wakati wa Enzo Maresca. Lakini kwa Rizenia unamuhisi kama hichi ambacho amekifanya leo ni kana kwamba anatuashiria ni muoga kuzicheza mechi kubwa, ama ni alifeli kwenye mpango ambao labda yeye mwenyewe alikusudia tu kwenye mchezo wa leo? Kwanza kabisa naweza kusema si muoga, lakini pia naweza nikasema pia hana experience ya kucheza mechi kubwa. Naweza nikasema hii ni mechi yake labda ya 3 katika senior team, kwa maana akiwa na timu kubwa na yeye kucheza na timu kubwa. Ninachokiona hapa ni kwamba alichanga karata zake vibaya. Natamani sana kile alichokifanya kipindi cha pili ndio ingekuwa kipindi cha kwanza, afu kipindi cha kwanza ndio ingekuwa kipindi cha pili. Kwa hiyo alichanga karata zake vibaya. Lakini pia ukiangalia makocha wa kisasa wengi ni makocha ambao unaona wanateki riski kwenye mifumo zaidi, lakini kwenye mechi ambazo zinahitaji matokeo ya haraka ni kama wanakuwa very slow hivi, kama hawaelewi nini wanatakiwa wafanye. Mfano leo, kwenye mechi ya leo technically ni kwamba ilikuwa haitajiki kabisa tuende tunachukua tahadhari zozote. We had to risk it, yani kama tunapoteza tupoteze, na kama tunaenda kushinda tushinde. Unaweza nikasema tu ni kwamba hana experience ya kumanage mechi kubwa, lakini pia karata zake leo kuzichanga vizuri sana. Japo pia ukiangalia overall kila kitu tulikuwa tumewini vizuri, lakini we had to win hii mechi kwa namna tulivyocheza. Kwa hiyo hakuchanga tu karata zake vizuri, na pia hana experience ya kucheza mechi hizi kubwa, lakini sioni kama ni muoga sana kwenye hizi mechi kubwa. Okay, sawa. Saul Moses, tumeshuhudia Chelsea tumepoteza mchezo dakika 90, lakini kwa jumla performance ya mchezaji mmoja mmoja umeionaje? Ukiangalia kwa namna ilivyokuwa kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, kwa mchezaji mmoja mmoja, nahisi leo hakuna ambaye labda pengine alikuwa abiria uwanjani, na unahisi kwamba wale wachezaji ambao wameingia muda haukuwa kutosha kwao kuweza kuwahukumu kwa performance zao? Kwa performance wachezaji wengi tu performance ilikuwa nzuri sana. Ukiangalia kwa kipindi cha kwanza, nadhani hamna mchezaji ambaye alikuwa anaonekana ni abiria. Ukimwangalia Joao Pedro pale juu amehangaika sana, amegongana sana na center back wa Arsenal. Ukimwangalia Delap kule pembeni amejitahidi sana, lakini kwa kipindi cha pili nadhani ambaye amekuja sasa na akawa na performance akawa na performance ambayo haijaniridhisha ni Malo Gusto, kwa sababu kuna muda alikuwa anapata mipira mizuri, lakini alichokuwa anakifanya isiki kwa kinavunja moyo.
kwa sababu Kukulela amecheza vizuri upande wake, lakini huku upande wa kulia kwa Gusto mpaka nikawa namkumbuka James, kwa sababu kuna mpira unaona amepata, anaweza akafanya kitu cha maana, lakini unakuta anakimbia, mwisho wa siku anaenda anatoa mpira nje, au labda anajaribu kupiga chenga, anakabwa kirahisi. Kwa Gusto kwa kipindi cha pili kiukweli ameniangusha. Lakini pia kwa pale katikati Fernandez, Santos na Caicedo wametoa performance yao ya kila siku, kwa sababu ni wachezaji ambao tayari wametengeneza daraja lao pale eneo la katikati. Labda kwa kipindi cha pili kidogo, baada ya kuingia Cole Palmer pamoja na Estevao, kidogo Santos haijaribu kupotea, na nikawa nafikiria kabisa kwamba hapa lazima Santos atoke ili aingie winga mmoja, na kweli mwalimu alimtoa Santos akaingia Garnacho. Japo Garnacho naye kwa muda alioingia bado hajanionyesha wala hajanishawishi kwa ni mchezaji ambaye naye anapambania namba, kwa sababu kama tungekuwa na mawinga ambao ni hatari, nadhani hawa kina Garnacho hata kupata namba ingekuwa sio rahisi. Tungekuwa na winga mwingine wa kulia ambaye anacheza kama Estevao, ule upande wa kulia nadhani wa kina Garnacho wangekuwa wanasubiri sana, kwa sababu mchezaji unampa pasi lakini kupiga cross tu inakuwa ni shida, au cross anapiga inaishia njiani, cross anapiga inababatiza. Kwa ni makosa madogo ambayo wachezaji wenyewe tu na mwalimu akikaa chini wanaweza kurekebisha. Lakini pia kwa upande wa backline kule, nadhani sisi piga huwa saizi Charoba pamoja na Fofana ndio ma center back ambao wakiwepo tunakuwa na amani kwamba okay, pale nyuma angalau ukuta umekamilika. Upande wa kushoto napo hatuna shida, ila upande wa kulia mwalimu kama James anakuwa na shida, nadhani angekuwa anamtumia sana James kuliko Malo Gusto. James ana vitu vingi, yani kwenye kushambulia na kuofa, anaweza akaassist, anaweza akafunga free kick, anaweza akafanya chochote. Lakini Gusto kwa upande wake sawa, ni mchezaji ambaye akiamka vizuri anakuwa na form nzuri, lakini akiamka vibaya ni mchezaji ambaye ana makosa mengi. Hata leo hii kuna baadhi ya makosa ameyafanya, ni vile tu Arsenal na wenyewe hawakuwa sharp kwenye kutuadhibu na yale makosa. Kuna mipira alikuwa anapiga pasi fupi, mpira mwingine akitaka kurudisha mara na tracer. Kwa ni makosa madogo ambayo ni mchezaji tu binafsi anatakiwa kukaa chini na kujirekebisha. Ila kwa wachezaji wengine, Cole Palmer ni mchezaji ambaye yeye tayari ana daraja lake, tushamzoea. Kwa performance yake yeye ni ile ya jana, leo na siku nyingine, lakini naye labda kwenye uchezaji wa free kick ndio naona Cole Palmer bado sio mtaalamu, kwa sababu kama ile free kick tuliyopata muda ule, basi tungekuwa na mpigaji mzuri na hisi angekuwa Alice James angekuwa ndani, basi labda saizi ndio tunasema mengine, kwa sababu ni mpigaji mzuri. La Cole Palmer bado, lakini yote timu inabadilika, kwa sababu kasi imeongezeka, tukiwa tunaenda kushambulia kasi imeongezeka, lakini pia tukiwa tuna defend naona makosa yamepungua sana, kwa sababu kuna muda Arsenal walikuwa wanakuja kutushambulia, wanatukuta tuko wachache, lakini tunazima zile mashambulizi yao na tunaanza vizuri kabisa kutokea nyuma, timu inaenda mbele. Kiufupi timu imechangamka, timu inacheza, lakini kwa picha ya leo basi tu ni kwa sababu tumekutana na mpinzani ambaye naye alikuwa ni bora, halafu pia sisi ndio tulikuwa tunahitaji matokeo. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima wachezaji wavuje jasho sana, lakini ndio hivyo, tumepoteza kwa goli moja ambalo hatukutegemea kabisa. Nacho mimi katika wangu wa Chelsea nahisi kama tunapoanza na Andre Santos na Caicedo, labda wewe kwa upande wako unalionaje kiutaalamu zaidi, unahisi kuanza pamoja Caicedo na Andre Santos kunakuwa kunaleta urahisi gani ama ugumu gani kwa Chelsea kuweza kuwakabili wapinzani? Kwanza na Andre Santos na pamoja na Moi Caicedo, nafikiri kutokana na approach ya mwalimu Liam Rossini aliyekuja huyo, nafikiri inatoa msaada mkubwa, kwa sababu tunaona pia defensively kutokana na the way ambavyo aina ya football ambayo wanajaribu kuingiza taratibu, kwa maana ya soka lenye kasi, wanakuwa ni wazuri sana kwenye kuzinusa zile hatari kwenye turnovers na kukaa kwenye maeneo ambayo
defensively inakuwa inatupa msaada mkubwa. Kwa hiyo nafikiri ni jambo fulani ambalo ni zuri sana, kwa sababu kitu ambacho labda tutakuwa tunakikosa kwao ni zile progression ambazo zinahitajika kwa uharaka pindi ambapo wanakuwa wameipora ile mipira na kuirudisha kwenye imara yetu. Kwa hiyo nafikiri hiki ndio kitu kikubwa zaidi, na ndio sababu kwamba kama tutaanza nao, nafikiri kutokana na squad ambayo tunayo inapendeza ukawa na angalau Cole Palmer pamoja na Enzo Fernandez kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kocha anabidi aangalie ni namna gani ana uwezo wa kuwaweka wote hawa wanne kwenye eneo la midfield na wakatupa kitu, kwa sababu ukizingatia pindi ambapo unaanzisha double pivot wote wawili watakupa uwiano mzuri, watakusaidia pia kwenye kutengeneza vitu kama box midfield. Kuna namna fulani pia kutengeneza ile triangular shape ya viungo watatu kwenye eneo la katikati, inakuwa na msaada mkubwa. Lakini kwenye issue ya ubunifu unakuwa unapunguza kitu kikubwa, kwa sababu kama angekuwa labda ameanza Caicedo pamoja na Enzo Fernandez kwenye eneo la katikati, alafu juu yao labda atasimama mtu ambaye kidogo ana ubunifu kama Cole Palmer, unaona kuna kitu ambacho huenda unaweza kukipata kama ambavyo alikuwa anafanya Enzo Maresca. Ila kutokana na aina ya soka la mwalimu ambaye mara nyingi unakuta fullbacks wana overlap kwa muda mwingi, kwa hiyo tunahitaji coverage ya maeneo ya pembeni. Kwa hiyo kuna namna unahitaji kuwa na viungo wawili wa chini kwenye double pivot ambao watakusaidia kwenye kuyakava yale maeneo kwenye kuswitch kule pembeni pindi ambapo labda watu kama Malo Gusto pamoja na Marco Correa wanakuwa wamesogea eneo la juu. Kwa hiyo wale watatanua mapana ya kiwanja, alafu utakuwa na Enzo ambaye mara nyingi huwa anarudi sana hapa ndani chini kwenye kuisaidia timu. Kwa hiyo hichi nafikiri ndio kitu ambacho mwalimu huwa anakitazama zaidi, sababu ukikava maeneo ya pembeni alafu na mabeki wako katikati wanakuwa wamebaki wawili kama walivyo, baadaye kutokana labda na shape kama katikati patashindwa kupitika mpaka mpinzani arudi pembeni, unakuta kina Gusto, Kukurea, aidha pia na mawinga wameshafanya track back kwa wepesi na tunaweza kuzuia. Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa ambacho kinakuwa kama faida ya kuwa na double pivot kama mwalimu D'Ambrosini anachokifanya. Ila kwa upande wa attacking mind nafikiri inakuwa kidogo inatupunguzia kitu fulani, labda mpaka ambapo tutaona kuna angalau urejeo wa Romeo Lavia ambaye kama ataweza kupartner na Caicedo pale katikati, naona kidogo huyu ndo mwepesi kwenye kukaa kwenye maeneo kukaba, na pia ni mzuri pia kwenye kutengeneza nafasi nyingi sana kwa watu ambao wanasimama juu. Kwa hiyo tusubiri tuone ni kitu gani ambacho kinaenda kwenda kutokea hapo mbele, ila kwa jicho la kawaida tunaona ndo faida ambayo mwalimu huwa anaiangalia zaidi, cover yale maeneo ya pembeni ambayo fullbacks mara nyingi wanatakiwa waondoke pindi ambapo tunakuwa kwenye mpira. Kwa hiyo kwenye turnovers msaada unakuwa ni mkubwa zaidi, kwa sababu tumeona kwa mfano goli ambalo tumefungwa leo dhidi ya Arsenal ile. Kwa nafikiri tungekuwa kwenye shape na hamna zile pressure za kushambulia wala nini, kuna muda unamkuta Caicedo pembeni akianza kule anafanya yake. Sasa hiyo labda unakuta Marco Correa yuko juu pamoja na Malo Gusto wapo juu. Kwa hiyo wanagawana tu maeneo kwamba Santos aende wapi na Caicedo aende wapi, au kama zikipigwa diagonal passes na wapinzani kuhamisha uwanja vile, nafikiri kunakuwa kuna uwepesi sana wa kuswitch kutokana na kuwa na tayari na viungo wawili ambao wana ile efficiency ya kunusa hatari kwenye maeneo yao. Kwa hiyo nafikiri hichi ndio kitu ambacho kinaonekana kwa uwepo wa Caicedo pamoja na Andre Santos kwenye eneo la midfield kama double pivot. Okay, sawa. Ufuatiliaji wa Darajani 1905 tukiwa tunamalizia kama ambavyo umefahamu hapo ama umepata kujua kwa namna gani tunavyouchambua na kuangalia mchezo wetu wa Chelsea dhidi ya Arsenal. Kwa kumalizia labda Amani, tumeshuhudia kwamba mchezo umemalizika. Labda unahisi mwalimu Liam ni nini ambacho amejifunza ama
amekiongeza kupitia huu mchezo, kwa namna ambavyo ameanza na kikosi na baadaye kuja kuingiza mabadiliko ambayo ndio kama amekuja kuprove wrong kile ambacho ameanza nacho. Na hisi kuendea katika michezo mingine, hususan michezo mikubwa, kuna chochote ambacho labda unahisi kama mwalimu amekiongeza kupitia mchezo huu? Kwanza kabisa kwa kocha Liam Rosenia leo, kitu ambacho anaondoka nacho na uhakika ni kwamba big players can win you match. Yani wachezaji wakubwa ndio ambao wataweza kuwinia wewe mechi, especially mechi kama hizi. Kumweka mchezaji kama Pama nje, Estevao kwa sala la kimbinu sio rahisi kwenye game kubwa kama hizi. Kwenye game kubwa kama hizi tunategemea zaidi wachezaji wakubwa kama hao ndio wataamua matokeo ya mechi, na huaga ni sio swala zaidi kama la tactical, kufanya tactical nyingi ili uweze kushinda. Na ndio maana Madrid wao wanashindaga game zao kubwa nyingi sana, kwa sababu wachezaji wao wakubwa ndio wanaamua mechi kama hizi. Kwa hiyo hicho ndio kitu pekee ambacho ninaona kocha Liam Rosenia amekibeba leo, na na imani ataenda kukifanyia kazi kwenye mechi zingine kubwa kama hizi. Atajua basi wachezaji wakubwa siku zote na wenye uwezo ndio na win mechi kama hizi, na sio swala la mbinu pekee yake. Okay, sawa. Nafikiri kwamba mfuatiliaji umeweza kufahamu mengi ambayo yamejiri kupitia mchezo wetu, ambapo ndio hivyo tumepoteza na tumemaliza mwendo kwenye michuano ya Carabao Cup. Usiache kufuatilia, usiache kusubscribe, kulike kile ambacho tutakuwa tunakujuza kupitia peji zetu za Darajani 1905. Kama ilivyo kawaida, mchezo unaofuata ni siku ya Jumamosi, kwa maana Februari 7 saa 12 kamili za jioni. EPL kwa maana Chelsea tutakuwa ugenini Molineux Stadium tukimfuata Mbweha Wolverhampton Wanderers. Kwa hiyo usikose kufuatilia katika session nyingine baada ya mchezo huu ambao utamalizika. Kwa sasa nikutakie mwendelezo mwema wa vipindi vyetu ama session zetu ambazo tunakuwa tunaziweka, na tupo pamoja na wewe. Ulikuwa na mimi Manti, nilikuwa na Saul, lakini pia nilikuwa na Amani pamoja na Nacho. Bye bye.